Jambo jingine muhimu sana, masala mengine haya, hili jambo ambalo anahitaji hapa mwisho sasa kwenye bahthi hii, ukiachilia mbali wakili, mtu anayefanya jambo kwa niaba ya mwingine, tumeona hukumu yake. Pana hawa ambao udhiya zinachinjwa kwa niaba yao, kama tulivyosema, baba kwenye familia kichinjwa chake kinawatosheleza watu wa wapi? Watu wa nyumbani, mke wake na watoto wake watatoshea kuingia pale Sasa kwa kuwa anachinja kwa niaba yao pia, je, hukumu hii ya kutokunyoa nywele, kutokukata kucha na kutokuchukua chochote katika mwili pia kitawahusu watu wa nyumbani, na wao wajizuie kwa sababu ya mnyama wako wewe? Masala muhimu Qala hafidhahu Allah ta'ala, wa dhahiru nahi, na dhahiri ya katazo, annahu yakhusu sahiba al-udhiya, kwamba hakika hilo katazo linamuhusu mwenye udhiya, yule mwenyewe mwenye mnyama. Wala yaumu az-zawjata, na wala halimwenei hilo katazo mke. Wala yaumu az-zawjata, na wala halimwenei yani katazo mke, wal aulada, na watoto, wa ghairahum, na wengineo wasiokuwa hao. Katazo haliwaingii hawa, na hawa ndio wenye kuitwa almudhaha anhum, si ndio ambao wachinjiwa sasa. Kwa hivyo katika familia, ikiwa baba au msimamizi wa familia ana mnyama wake, utawatosheleza watu wote walio chini yake, hata kama ni mbuzi, basi hukumu hizi zitamuhusu yule msimamizi peke yake, sio watoto wala sio wanawake. Usichanganye mada. Ama mke akiwa ana mnyama wake mbali na huyu wa kwako, kanuia kumchinja udhiya, atajizuia sasa kwa yule wa kwake. Pengine mtoto wako naye ana uwezo, yuko chini yako, lakini ana uwezo wake. Wako watoto wanamiliki vipato na wanaishi na wazazi wao, bado wako nyumbani, anakula ugali wa mzee. Akiwa ana mnyama wake, basi atajizuilia kwa yule mnyama wake. Ama ikiwa hana wa kwake, yeye huyo mtoto wako au mke wako, mnyama wanaomtolea macho ni yule wako, masala haya ya kujizuilia na kuondoa vitu kwenye mwili yatakuhusu wewe baba.